Fikiria silaha ndogo sana kwa ukubwa, lakini inayoweza kuruka mamia au maelfu ya kilomita bila rubani ndani yake na kufika kwenye lengo bila kurudi tena. Hii si hadithi ya filamu, hii ndiyo Shahed-136, droni ambayo imebadilisha kabisa namna dunia inavyoangalia vita vya kisasa. Lakini swali kubwa ni hili: ni nini hasa kinachoifanya droni hii kuwa maarufu kiasi hiki duniani? Shahed-136 ni aina ya droni inayojulikana kama loitering munition. Kwa lugha rahisi, ni silaha inayoweza kuruka umbali mrefu na kujilipua inapofika kwenye lengo. Tofauti na droni za kawaida, haina lengo la kurudi, badala yake ni kama kombora linaloruka angani kwa muda kabla ya kushambulia. Iran ilianza kuendeleza aina hii ya droni kama sehemu ya mkakati wake wa kuongeza uwezo wa kijeshi kwa gharama ndogo, kwa sababu kutengeneza ndege za kivita ni ghali sana, lakini droni zinaweza kuzalishwa kwa wingi. Shahed-136 si droni ya kawaida, ni ishara ya mabadiliko ya vita vya kisasa, lakini ili kuelewa nguvu yake ya kweli, lazima turudi nyuma tuone jinsi ilivyozaliwa. Hakuna silaha inayozaliwa bila sababu. Nyuma ya kila kombora, kila ndege na kila droni kuna historia, changamoto na maamuzi makubwa. Shahed-136 nayo ina hadithi yake ya kipekee. Iran ilianza kuwekeza kwenye droni baada ya kugundua pengo kubwa katika uwezo wake wa anga. Ndege za kivita zilikuwa chache na za gharama kubwa kuendesha, hivyo kulikuwa na hitaji la silaha mbadala inayoweza kufanya kazi kwa gharama ndogo lakini yenye athari kubwa. Hapo ndipo zana ya loitering munition ilipoanza kupewa kipaumbele. Shahed-136 ilitengenezwa kama suluhisho la changamoto hiyo. Lengo lilikuwa kuunda mfumo unaoweza kuruka umbali mrefu, kubeba milipuko ya kijeshi na kushambulia kwa usahihi wa juu. Shahed-136 haikutokea kwa bahati, ilitokana na hitaji la mkakati wa kijeshi wa muda mrefu. Lakini nguvu yake haipo kwenye historia pekee, ipo kwenye muundo wake. Inaruka polepole, inaonekana rahisi, lakini ndani yake kuna teknolojia inayoweza kubadilisha uwanja wa vita. Shahed-136 haipigani kama ndege ya kawaida, ina mbinu yake ya kipekee. Shahed-136 inatumia mfumo wa navigation unaoiruhusu kufuata njia iliyopangwa kabla ya kuruka. Baada ya kurushwa, inaweza kusafiri umbali mrefu bila hitaji kubwa la udhibiti wa moja kwa moja. Inatumia injini rahisi lakini yenye ufanisi wa safari ndefu. Faida yake kubwa ni uwezo wake wa kusafiri chini kiasi, kufanya iwe vigumu kugunduliwa mapema. Urahisi wake ndiyo nguvu yake. Lakini kinachofuata ni swali muhimu zaidi: kwa nini inachukuliwa kuwa tishio kubwa? Silaha kubwa si lazima iwe kubwa kwa ukubwa. Wakati mwingine silaha ndogo inaweza kusababisha mabadiliko makubwa kwenye vita. Shahed-136 ni mfano huo. Sababu kubwa inayofanya droni hii kuwa tishio ni gharama yake ndogo ikilinganishwa na ulinzi unaohitajika kuizuia. Mataifa yanahitaji kutumia mifumo ya gharama kubwa sana kuigundua na kuizima. Pia inaweza kurushwa kwa wingi, jambo linaloongeza changamoto kwa ulinzi wa adui. Hii inafanya kuwa sehemu muhimu ya mkakati wa asymmetric warfare. Shahed-136 haishindi vita peke yake, lakini inaweza kubadilisha mizani ya vita. Vita vya kisasa havipigani kwa silaha moja, vinapiganwa kwa mfumo, na Shahed-136 ni sehemu ya mfumo huo. Shahed-136 hutumika kama sehemu ya mashambulizi ya kuratibu. Inaweza kutumwa pamoja na makombora au droni nyingine ili kudhibiti ulinzi wa adui. Hii inafanya iwe sehemu ya mkakati mkubwa wa kijeshi unaochanganya silaha nyingi. Kuielewa Shahed-136 ni kuelewa mabadiliko ya vita ya kisasa, lakini bado kuna swali kubwa: mustakabali wake ukoje? Kila teknolojia ya kijeshi ina hatua yake ya baadaye, na Shahed-136 haiko mwisho wa safari. Wataalamu wengi wanaamini droni kama hizi zitaendelea kuboreshwa zaidi kwenye usahihi, umbali wa safari na uwezo wa kufanya kazi kwa mfumo wa pamoja. Hii inaonyesha kuwa vita vya baadaye vitategemea zaidi droni na mifumo ya akili ya bandia. Shahed-136 si tu droni, ni ishara ya kizazi kipya cha vita, na labda huu ni mwanzo tu wa mabadiliko makubwa zaidi yanayokuja katika dunia ya kijeshi. Kila silaha inapozaliwa, dunia haikai kimya, inajibu. Na Shahed-136 haikuwa tofauti.
Baada ya kuonekana kwenye migogoro ya kisiasa, mataifa mbalimbali yalianza kuangalia kwa karibu jinsi ya kukabiliana na droni ya aina hii. Hii ilisababisha maendeleo ya haraka katika mifumo ya ulinzi wa anga na teknolojia za kugundua droni za chini. Mataifa yakaanza kuwekeza zaidi kwenye rada za kisasa na mifumo ya kuzuia mashambulizi ya anga ya chini. Shahed-136 haikuwa tu silaha, ilikuwa pia kichocheo cha mbio mpya za teknolojia ya ulinzi. Lakini swali ni hili, je, ina udhaifu? Kila silaha ina nguvu na udhaifu wake, hata Shahed-136. Ingawa ni ya gharama nafuu na rahisi kuzalishwa, Shahed-136 inaweza kukumbwa na changamoto kama kukabiliana na mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga, kuingiliwa kwa mawimbi ya mawasiliano na kugunduliwa mapema kabla ya kufikia lengo. Hii inaifanya kuwa sehemu ya vita vya kiteknolojia vinavyoendelea kubadilika kila siku. Hata silaha yenye nguvu haiko nje ya changamoto, lakini bado inabadilisha jinsi vita vinavyopiganwa. Vita vya kisasa si vita vya nguvu tu, ni vita vya mbinu. Shahed-136 inafaa sana kwenye asymmetric warfare kwa sababu ni nafuu kuzalisha, inaweza kutumika kwa wingi na inalazimisha adui kutumia gharama kubwa zaidi kuizuia. Hii inabadilisha mizani ya vita bila kutumia silaha kubwa sana. Shahed-136 ni mfano halisi wa jinsi mbinu inaweza kushinda ukubwa. Kila kizazi cha vita kina silaha yake ya alama. Kwa kizazi hiki, Shahed-136 ni sehemu ya picha hiyo. Wataalamu wanaamini droni kama hizi zitaboreshwa zaidi kwa kutumia AI, artificial intelligence, navigation ya kisasa zaidi, au uwezo wa kufanya kazi kwa pamoja, swarm system. Hii ina maana vita vya baadaye vinaweza kutegemea droni nyingi zinazofanya kazi kwa kundi moja. Shahed-136 si mwisho wa safari, ni mwanzo wa enzi mpya ya vita vya drone na dunia bado haijaona mwisho wake. Hiyo ndiyo Shahed-136, droni hatari na maarufu ya Iran. Tuandikie maoni yako, je, Shahed-136 ni droni hatari zaidi ama kuna droni hatari zaidi inayoipiku? Pia usikose kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili uweze kupata video zetu kila wakati tunapopakia. Mimi sina la ziada, nikutakia usikivu mwema vipindi vinavyokuja. Asante na kwaheri, bye bye.